السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، wapenzi tukufu wa Kiislamu, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikia kuipata siku nyingine, siku ambayo inanihitaji mimi na wewe tuyafuate maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na yale ambayo ametukataza nayo. Ndugu zangu, hakika miongoni mwa hikma za Allah subhanahu wa ta'ala na uadilifu wake ni kuzichagua baadhi ya siku zikawa ni bora tofauti na siku nyingine, ni kuzichagua baadhi ya miezi ikawa ni miezi bora kuliko miezi mingine. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kufadhilisha vitu kama hivi ni kuwafanya waja wake wawe ni wenye kujitahidi kutekeleza ibada zake, hususan katika misimu ambayo kama ni bora. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kufadhilisha baadhi ya vitu ni kuwataka waja wake wawe ni wenye kushindana katika kuyafanya mambo ya kheri, hususan katika nyakati ambazo kwamba amezitukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mimi na wewe tayari tuko ndani ya neema ya mwezi mtukufu wa Muharram, miongoni mwa miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameizungumzia ndani ya Qur'an na akaibainisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake. Lakini pamoja na kwamba tuko ndani ya mwezi mtukufu Muharram, vile vile ndani ya mwezi huu kuna siku ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameichagua. Kuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameifadhilisha, akaitukuza, na ikawa ni siku ambayo ina cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku hii ni yaumu Ashura, ni siku ya Ashura. Siku ya Ashura ni siku ya 10 katika mwezi mtukufu wa Muharram kwa muandamo wa mwezi, kuanzia tarehe 1 mpaka kufika tarehe 10. Hii tarehe 10 ndio inaitwa yaumu Ashura, siku ya 10 katika mwezi mtukufu wa Muharram. Hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaichagua na akawa ni mwenye kuifadhilisha na kuipatia cheo. Bali zimekuja hadithi nyingi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo zinazungumzia ubora wa siku hii ya yaumu Ashura. Na miongoni mwa amali ambayo mja anatakiwa kuitekeleza ndani ya siku kama hii ni amalu sawm, ni amali ya funga ama ibada ya funga. Hii ndio ibada ambayo kwamba inahitajika kila mmoja wetu, lau atafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala akaifika siku ya 10 ya mwezi mtukufu Muharram, basi ibada ambayo anatakiwa kuitekeleza ni ibada ya funga. Na ibada hii ni ibada ambayo kwamba ilikuwa inatambulika kabla ya kuja Uislamu. Kabla ya Uislamu, ibada hii ya siyamu yaum Ashura ilikuwa inatambulika na kufadhilisha, na ndio Quraysh walikuwa wakifunga siku hii. Bal kanat alkaaba tustaru fihi, bali Kaaba vile vile ilikuwa ikirembeshwa na kutengenezwa katika siku kama hii ya 10 ya mwezi mtukufu wa Muharram. Hii inaonyesha kwamba hii ni siku ambayo kwamba ilikuwa na ubora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya Uislamu. Lakini ulipokuja Uislamu, siku hii ikawa na nguvu zaidi, ikawa ni siku ambayo ina cheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni siku ambayo kwamba ni tukufu. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma katika hadithi iliyopokelewa na Imam al-Bukhari na akaipokea al-Imam Muslim, anasema qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madina faraa al-yahuda tasumu yawm Ashura. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipogura na kuhama kutoka mji wa Maka na kuja mji wa Madina, alipofika Madina aliwapata Mayahudi ni wenye kutekeleza ibada hii ya funga katika siku ya Ashura, siku ya 10 ya mwezi mtukufu wa Muharram. Mtume sallallahu alaihi wasallam
akauliza ni siku gani hii ambao Mayahudi ni wenye kuifunga. Haina maana kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa juu ila, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kufundisha umma na masahaba ridwanullahi alaihim kwa jumla. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipouliza ni siku gani hii ambao Mayahudi wanaifunga, akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadha yawmun salihun, hadha yawmun naja Allahu bani Israila min aduwwihim, ambapo kwamba siku hii ni siku ambayo kwamba ni bora, ni siku ambayo kwamba ni njema, ni siku ambayo kwamba ni nzuri, ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwokoa Musa alayhi salam na wana wa Israeli kutokamana na adui yao ambaye kwamba ni Firaun la'natullahi alayhi. Kwa fasamahu Musa alayhi salam, Nabii Allah Musa akawa ni mwenye kuifunga siku hii ya 10 ya mwezi mtukufu wa Muharram kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwokoa na Firaun la'natullahi alayhi. Kwa hiyo Mayahudi nao wakawa ni wenye kuifunga kumfuata Musa alayhi salam kwa sababu ni mtume wao ambao kwamba ametumilizwa kwao. Kwa hiyo baada ya kupata majibu yale, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, fa ana ahqqu bi Musa minkum, ikiwa nyinyi mmefunga kumfuata mtume wenu Musa alayhi salam, basi mimi nina haki zaidi kumfuata Musa alayhi salam kutekeleza ibada hii ya funga ya yaumu Ashura. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrisha maswahaba wafunge siku kama hii, na yeye akawa miongoni mwa kuitekeleza ibada hii ya yaumu Ashura. Na ibada hii ya funga ya Ashura ilikuwa na hukumu tofauti tofauti kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhama na kwenda mji wa Madina. Katika mwanzo wa Uislamu, funga hii ya siku ya 10 ya mwezi mtukufu wa Muharram ambao ni yaumu Ashura ilikuwa ni wajibu, ilikuwa ni lazima kwa kila mmoja kuitekeleza ibada kama hii. Lakini alifaradhishiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ikawa funga hii ya yaumu Ashura sio lazima tena, bali ikawa kwa yule ambaye kwamba anapenda kuitekeleza ibada kama hii. Lakini leo kwetu sisi imekuwa funga kama hii ni sunnatul muakkada, ni sunna ambayo kwamba inasisitizwa. Kwa sababu gani? Sababu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake hakuwahi kuacha kufunga saumu hii ya yaumu Ashura. Kwa hiyo ikawa ni yenye kupata sifa ya sunnatul muakkada, kwamba ni sunna ambayo kwamba bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kuifunga, na yote ile ambayo kwamba atafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala akifunga siku hii, basi atayapata malipo makubwa mno na atakuwa ni mwenye kupata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aliulizwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na funga hii ya yaumu Ashura, ina fadhila gani wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam funga kama hii ambayo kwamba hukuweza kuiacha katika maisha yako? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yukaffiru sanata al-madhiya, funga hii moja ambayo kwamba ataifunga mtu siku ya 10 ambayo ni yaumu Ashura katika mwezi mtukufu wa Muharram, basi anakuwa ni mwenye kufutiwa madhambi yake ya mwaka uliopita. Kwa yote ambaye kwamba atafikiwa kuifika siku kama hii na akafikiwa kuitekeleza ibada ya funga ya yaumu Ashura, basi ajue kwamba atakuwa ni mwenye kufutiwa madhambi ya mwaka ambao kwamba umepita. Lakini katika ufungaji wa ibada hii ya yaumu Ashura, wanachuoni wamekwenda kutuelezea baadhi ya hali ambazo kwamba tunatakiwa tuzitambue na tujue ni jinsi gani tutakuwa ni wenye kutekeleza ibada kama hii. Wakatuelezea baadhi ya maratib ya vitu kama hivi, wakasema almartabatu alula, martaba ya kwanza ambayo kwamba mmoja anatakiwa kufunga kutekeleza ibada ya yaumu Ashura, anatakiwa afunge siku ya 9 na siku ya 10, au ni mwenye kufunga siku ya 9 na siku ya 10. Na hii ilikuwa ni tamanio la bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alitamani sana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuifunga siku ya 9 na siku ya 10, kama ilivyokuja katika hadithi akisema, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi, law Allah subhanahu wa ta'ala ataniafikia nikafikiwa na mwaka mwingine, basi nitaifunga siku ya 9 na siku ya 10. Na hii ni kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya 10 peke yake. Masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in wakamuuliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miaka yote tunaifunga siku ambayo kwamba ni 10, lakini siku hii tuadhimuhu alyahud, ni siku ambayo kwamba Mayahudi vile vile wanafunga. Kwa sisi na Mayahudi ni kana kwamba hatuna tofauti. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasa,
kama Allah subhanahu wa ta'ala akiniafikia kufika mwaka ujao, basi nitafunga tarehe 9 na tarehe 10 ili tuweze kuwapinga Mayahudi ambao kwamba wanafunga siku hiyo. Kwa hiyo hali ya kwanza, Muislamu anaweza kufunga siku ya 9 na siku ya 10. Ama hali ya pili, Muislamu anaweza kuifunga siku ya 10 na siku ya 11. Anaweza kufunga yaumu Ashura na siku ya 11 ambayo kwamba inafuatia. Hii ni kwenda kuwapinga na kwenda kinyume na wale Mayahudi, tusiwe ni wenye kufanana nao. Kwa hali ya pili, mja anaweza kufunga siku ya 10 yaumu Ashura na siku ya 11. Ama hali ya tatu ambayo wanachuoni wanahitaji hali hii kwamba ndio hali ambayo kwamba ni ya ukamilifu katika ufungaji wa siku kama hii. Anasema mja anaweza kufunga siku ya 9 na siku ya 10 na siku ya 11, akafunga siku 3 mfululizo. Hii pia ni hali ambayo kwamba wanachuoni wanasema kwamba mja anaweza kuzifunga siku zote 3, na wakasema hali hii ndio hali ya ukamilifu katika ufungaji wa siku hii ya yaumu Ashura. Ama hali ya mwisho ni siku kuifunga siku ya 10 peke yake. Yaani mja asifunge siku ya 9, asifunge siku ya 11, bali afunge siku ya 10 peke yake. Hii pia imethibiti kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa kwake alikuwa ni mwenye kufunga siku ya 10 peke yake. Lakini wanachuoni wanasema kwamba hii inakuwa ni makruh. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajifananisha na Mayahudi, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametukataza tusiwe ni wenye kujifananisha na watu ambao kwamba si Waislamu. Akatuambia man tashabbaha biqaumin ulhiqa bihim, yote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kujifananisha na watu, basi atakuwa ni mwenye kuwekelewa na watu kama wale. Kwa hiyo kwamba atafunga siku ya 10 peke yake, haina maana kwamba saumu yake haitajuzu. Itakuwa inajuzu na inafaa saumu kama hii, lakini aula zaidi ni afunge siku ya 9 ama siku ya 10, ama afunge siku ya 10 na 11, ama afunge siku zote mfululizo, ili aweze kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwakhalifu Mayahudi ambao kwamba walikuwa wakitukuza siku kama hii. Kwa tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikie tuwe ni wenye kufikiwa na siku kama hii ya Ashura, na atuwezeshe kuweza kuitekeleza ibada ya funga, ili tuambatane na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah rabbana al-arshil karim an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.